Basi kwa majina ninaitwa Calvin Kotomenda, na namshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu na yetu, kwa sababu kupitia damu yake sisi tumehesabiwa kuwa watoto wa Mungu. Basi tutaendelea na mafundisho ambayo tulikuwa tumeanza jana, na mafundisho yangu yalikuwa na title ambayo tunaita siku ya Bwana, na ni vizuri watu waweze kuwa consistent na waweze kuwa wanamakinika katika mafundisho haya, maana ukikosa moja huenda unaweza kosa kuelewa mahali pengine. Kwa hivyo nitaomba na kisha nitaomba tena mfanye vitu mbili. Moja, hakikisheni simu haipigi kelele, iko na umuhimu wake ili watu wasije wakaondoka mawazo yao katika mafundisho kusikia video hiyo. Alafu pili, tujaribu kuwa makini, tusilale, tuchukue notes jinsi ambavyo wanafunzi wanafanyanga katika madarasa tu ya dunia. Mwalimu anapofunza huwa hawalali, si vizuri kulala, na pia hawangependa pointi yote iweze kuwapokonya ama kuondokea. Basi jinsi ambavyo tunafanya katika shule za ulimwengu, vivyo hivyo tu ndio hata katika shule ya kiroho inafaa, maanake tuko katika shule ya kiroho. Basi nitaomba kisha niendelee. Tuamini na tuombe. Asante Mungu wetu wa mbinguni unayetupenda sana. Hakika upendo wako ni mkuu na hatuwezi hata kuhesabu na kuijua kikamilifu. Ungependa kuona mwanadamu yote ameangamia, bali watoto wote ungependa ya kwamba tuweze kufikia toba. Ufurahii hakika na kifo cha hata mwenye dhambi, bali maksudi yako ni kwamba mwenye dhambi aweze kuachana na njia mbaya, atubu dhambi zake, na hakika ataweza kupata uzima wa milele. Sisi wote ni wagonjwa, na ugonjwa wa kiroho, na kutupatia tiba yako iko katika Biblia. Tutakapoitumia, kwa sababu tiba hiyo ni kama miti ya majani ambayo inaleta uponyaji katika nchi. Utusaidie kupona kupitia maandiko haya. Jitukuze katika kila jambo. Wale ambao wana mahusia ya kufika hapa, ukawasaidie waweze kufika kwa haraka ili tuweze kushiriki baraka kwa pamoja. Asante kwa kuwa umetusikia na kujibu. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwombezi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Amina. Sasa jana tulijifunza siku ya Bwana, na tukaangalia kipengele ya kwanza, na tuliangalia kitabu cha Joeli 2 mstari wake ni wa kwanza, na nikasema ya kwamba watu wanafaa kuchukua muda kusoma Biblia, ya kwamba Biblia haisomwi tu kama gazeti. Biblia inafaa unachukua muda kusoma, manake usipochukua muda utafika katika wrong conclusions na sio vizuri, na utaona ni kama Biblia huwa inajipinga. Basi ukitaka kujua Biblia vizuri, ni vizuri utilie maanani ya Isaya 28:10 ambayo tulisoma jana. Isaya akasema ya kwamba ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Hivyo ndivyo ambavyo watu wanafaa kusoma maandiko. Na ukisoma hivyo utapata kwa hakika mtu yeyote akijaribu kupoteza kupitia fungu fulani, basi utakuwa umepitia fungu hile, kwa sababu utakuwa umejua jinsi ambavyo mafungu hayo yanafaa kuelekea. Sasa jana tukaangalia tarumbeta iko na maana 4 ama 5. Moja, tukaona ya kwamba tarumbeta ilikuwa inatumika kuisharia ibada inaendelea, na tulisoma Zaburi 150 aya yake ya 3. Tukaangalia maana ya pili, tarumbeta inapopulizwa ilikuwa inasharia mkusanyiko wakuu ama washiriki wanapotaka kupatiwa mahusiano na Mungu. Mungu alikuwa anasema watu wapulize tarumbeta. Ya tatu, tukaona ya kwamba tarumbeta ilikuwa inaashiria kuanguka kwa ufalme
ama ufalme fulani unapoanguka. Tuangalia Yoshua 6:5. Tarumbeta ilitumika kuangusha kuta za Yeriko. Nne, tukaangalia kwamba tarumbeta pia inasimamia vita. Na tukasoma Yeremia 4:19 na Ezekieli 7:14. Ningependa tupate ushuhuda mwingine. Mwalimu wangu nisomee Ayubu 39:25. Karibuni katika msururu hii wa mafundisho. Mafundisho haya yatatusaidia katika wokovu wetu. Maanake kila andiko lafaa kwa mafundisho na kuonya watu makosa na kuadibisha watu katika haki, ili tuweze kuwa wakamilifu, tumetakasika kuweza kufanya kila tendo lililo jema. Basi naangalia ushuhuda wa 3 ya kwamba tarumbeta inasimamia vita. Ayubu 39:25. Soma. Ayubu 39:25. Barikiwa. Kila ipigwapo baragumu. Sikiliza, Mungu anasema kwamba kila ipigwapo baragumu ama tarumbeta, yeye husema aha. Yaani farasi hapo linaongelewa. Farasi husema aha, naye husikia harufu ya vita toka mbali. Sasa farasi ni mnyama ambaye ukiangalia kwa maana ya kiasili alikuwa anatumika kwa vita. Maana yake ana nguvu. Nebukadneza aliposhambulia Yerusalemu alikuja na mafarasi. Wakuu walipokuwa wanaenda vitani walikuwa wanatumia farasi. Sasa Mungu anasema ya kwamba farasi amesikia sauti ya tarumbeta ama baragumu, na anasema hiyo ni kama harufu ya nini? Ya vita. Ina maana tarumbeta inaisharia vita. Hiyo ni ushuhuda wa 3. Maandiko ni mengi tu ya kusisitiza ya kwamba pia tarumbeta inasimamia vita. Kwa hivyo tukasema ya kwamba lazima kila andiko liwekwe katika muktadha ambao unafaa. Maana kila andiko ama andiko zingine ziko na zaidi ya maana moja. Sasa kwa vile tumeona kwamba tarumbeta iko na zaidi ya maana moja, ni vizuri ujiulize, je, tarumbeta ya jioni inasimamia ibada? Hapo inafaa kujua kwa sasa. Haiwezi kusimamia ibada, manake yeye anasema watu wote ama wenyeji wote wa nchi na watetemeke. Basi haiwezi kuwa ni ibada. Pili, haiwezi kuwa ni kusanyiko. 3, haiwezi kuwa inaisharia kwamba kuna ushindi fulani. Hapana. Basi ina maana tarumbeta hii ambayo inazungumziwa hapo inasimamia nini? Vita. Kwa hivyo ni vita ambayo inatangazwa dhidi ya watu wa Mungu. Rudi Joeli 1:1. Basi tunafundishana. Maanake Biblia ni ya kufundishana. Ni ya kufundishana. Rudi Joeli 2 usome mstari wake ni wa kwanza. Inasema hivi, barikiwa. Pigeni tarumbeta katika Sayuni. Mungu anasema ya kwamba pigeni tarumbeta katika Sayuni. Pigeni na kelele katika mlima wangu mtakatifu. Ama Kiingereza anasema sound an alarm. Utapata wakati mwingine anasema sauti ya kukutusha. Sasa hapa kuna vifaa viwili ambavyo vinatumika. Kwanza kuna sauti ya tarumbeta katika Sayuni. Na pili kuna piga kelele ama sauti ya kukutusha. Sasa hizi vifaa viwili Musa pia aliambiwa tarumbeta inaweza tumika ikiwa peke yake, ama tarumbeta inaweza tumika ikiongezewa na sauti ya kukutusha. Je, Musa alikuwa ameambiwa nini na Mungu wakati tarumbeta inapigwa na sauti ya kukutusha inapigwa at the same time? Ilikuwa inaisharia nini? Rudi Hesabu 10 aya yake ni ya 7. Wapendwa, watu ni vizuri waweze kuelewa kwamba siku ya Bwana ni siku ya kutetemeka. Sio siku ambayo iko na mzaha. Na Mungu anataka watu waweze kuelewa kwamba hiyo siku ni siku ambayo inataka mashujaa. Ni siku ambayo inataka watu ambao wamejiandaa. Huwezi kwenda vita kama hujajiandaa. Huwezi kwenda vita, adui atakushinda, kwa sababu usipojipanga vizuri, adui amejipanga. Na tunajua kwamba adui ambaye anatusumbua wakati huu hata usiende tu kwa ndugu, jaribu kunyang'anya kuku kifaranga wake. Anafanyangaje? Amejaribu kurukia, yaani lazima ajaribu kuprotect.
hata mbwa, yaani mothers wa mama wana protecting watoto wao. Sasa wakati dubu amenyang'anya watoto, lazima atakuwa na hasira fulani. Kwa hivyo Mungu anasema ni kama umehepa simba na ukapatana na dubu ambaye ako na hasira, hawezi kukuacha. Teremka. Niendelea kusema hivi. Au aliingia katika nyumba akawegemeza mkono wake ukutani, nyoka akamuuma. Nyoka akamuuma. Sasa ni kama umeingia ukaweka mkono kwa ukuta, nyoka ikakuuma. Nyoka kikuuma inakuanga tamu. Acha niseme pana, wangapi wameumwa na nyoka? Hakuna. Haya, wangapi wamekusikia mtu aliumwa na nyoka? Mlimuuliza alisikiaje? Basi haikuangi na uzuri wake, maanake kwanza nyoka atakuweka sumu. Kwa hivyo kile ambacho Mungu anajaribu kusema ya kwamba siku ya Bwana ni kama vitu hivyo mbili. Upatane na ndugu amenyang'anya mtoto, ama umeweka mkono kwa ukuta ukaumwa na nyoka. Sio siku ambayo iko na vitu vizuri. Ndio Mungu anajaribu kutuonyesha. Na tunapoendelea kumaliza, ni vizuri watu wachukulie maanani haya. Vitu hivi si vitu vya kucheza nayo. Tutaangalia, je, siku ya Bwana imetimia? Na ilitimia wakati wa Agano la Kale? Na ni nani hawa ambayo Israeli walikuwa wanaonya kwamba msiponitii basi nitaleta ghadhabu yangu? Sasa tumeona ya kwamba Yeremia na Zefania wanatabiri katika mfalme wa Josia, wakati Josia anatawala. Basi wote wameongelea kuhusu siku ya Bwana. Je, hao maadui ya kina gani? Kwanza nisomee Joeli 2, soma mstari wake ni wa 4. Tuangalie maadui hawa ambao wanafanya wenyeji wa Israeli watetemeke. Joeli 2:4. Kuna nyimbo za upuzi ambazo zimetokea. Watu wanasema ayatetema, ayatetema. Ndio utatetemeka vizuri siku ya Bwana. Sikiza. Joeli 2:4 nasema, barikiwa. Kuonekana kwao ni kama kuonekana kwa farasi. Sikiliza, Joeli anasema kwamba anapoangalia watu hawa ambao wanakuja katika siku ya Bwana, anasema kwamba wanaonekana ni kama wanakuja na farasi. Na ukumbuke kwamba tulisema farasi anapotumika, farasi anatumika kwa vita. Na farasi si mnyama ambaye ako na uoga. Si unajua hivyo? Farasi ananga uoga. Farasi ako na ujasiri na ako na nguvu. Sasa Joeli anasema ninapoangalia watu hawa, anasema kwamba watu hawa wanaonekana kama farasi. Endelea. Na kama wapanda farasi ndivyo wanavyopiga mbio. Teremka. Kama mshindo wa magari ya vita ya vilele vya milima, ndivyo warukavyo kama mshindo wa miali ya moto. Barikiwa. Kwa hivyo Yeremia anapoangalia watu hawa, anaona watu hawa kuna nguvu ya farasi. Na anaona wamepanda farasi wakija kufanya vita. Sasa nataka niulize swali. Joeli alikuwa anatabiri siku ya Bwana katika ufalme gani? Ni ufalme wa kaskazini ama ni ufalme wa kusini wa Israeli? Wote. Mzee hapa anasema ni wote. Ni wa kaskazini ama ni wa kusini? Sasa hapa ndipo Mungu anasema tuweze kuomba na tupatie hekima. Tumeona kwamba ukisoma Zefania 1 amesema kwamba ni wakati wa mfalme gani? Josia. Na ukisoma Joel chapter 2 verse 2 na Zefania chapter 1 from verse 15 mpaka mwisho, wote wanapatiana vitu ambavyo vinafanyika hapo. Wanasema ni siku ya giza, ni siku ya utusitusi, ni siku ya ghadhabu ya Mungu. Hayo yote wanazungumza vitu the same. Kwa hivyo kama Zefania anaongelea kuhusu ufalme wa kusini, basi vivyo hivyo Joeli pia anaongelea kuhusu ufalme wa kusini wa Israeli. Ina maana anaongelea kuhusu utawala wa Juda.
Manake kwa Joeli moja hatujaambiwa anatawala ameingia katika unabii wakati gani. Lakini maneno ambayo anazungumza ukiangalia na Zefania yako sambamba. Nataka tuprove nataka watu wawili, mmoja afungue Kiswahili, mwingine afungue yeye. Mwalimu utanisaidia hapa. Wewe fungua Zefania chapter 1 from verse 15 Alafu mwalimu soma Joel chapter 2 verse 2. To compare. Ndio ujue ya kwamba Joeli anazungumzia ufalme wa kusini, siku ya Bwana, ufalme wa kusini wa Israeli. Aya, soma Joel chapter 2 verse 2, mtumishi. Siku ya giza na weusi. Sasa huyu amesema siku ya giza na weusi, mpe huyu. Soma Joel chapter 1 verse 15. Yoeli. Safania Yoeli. Safania. Safania 2 1:15 hapo. Inasema siku ile ni siku ya ghadhabu. Teremka. Siku ya fadhaa na dhiki. Teremka. Siku ya uharibifu na ukiwa. Teremka. Siku ya giza na utusitusi. Sasa pale tumesomewa kuna giza, siku ya giza na utusitusi. Huyu ameongeza vitu vingine. Ameongeza ni siku ya ghadhabu na siku vingine. Sasa kile ambacho Zefania amefanya, ameongezea experiences ambazo watoto wa Yuda watapitia. Sasa kama Zefania anatabiri kuhusu ufalme wa kusini, tunajua kwamba Josia alikuwa mfalme katika utawala wa kusini. Basi Joeli vivyo hivyo anaongelea kuhusu siku ya Bwana itakayotumia katika ufalme wa Yuda. Na tumeona pia Zefania alikuwa na nabii mwenzake ambaye anaitwa nani? Yeremia. Na sasa tutauliza kama ni siku hiyo na Joeli anasema watu hao wanakaa wamepanda farasi Je, kuna nabii mwingine ambaye aliona watu wamepanda farasi? Nipe Yeremia. Nipe 6:23. Yeremia 6. Yeremia ameandika vitabu mingi ama chapters mingi kushinda Zefania. Kwa hivyo yeye ndiye atapatia watu hawa ni akina gani? Watu hao ni nani? 6:23 ukiteremka. Washika upinde na mkuki. Yeremia 6:23. So anze 22. Bwana anasema hivi. Mungu anasema hivi, tazama, watu wanakuja wakitoka katika nchi ya kaskazini. Sikiliza, Yeremia anatoa onyo, na kumbuka Yeremia na Zefania wako katika timeline moja. Na anasema hivi, tazama, kuna watu ambao wanatoka pande gani? Kaskazini. Wacha tusikize nani tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yeremia anasema kwamba kuna watu wanatoka pande gani? Kaskazini. Teremka. Na taifa kubwa litaamshwa. Teremka. Litokalo katika pande za mwisho wa dunia. 24 inasema hivi, tumesikia habari zake. Sasa Yeremia anasema kwamba tumesikia habari za watu hao ambao wanatoka kaskazini. Mikono yetu imelegea. Mikono yetu imelegea, yaani ina maana sasa haina nguvu. Dhiki imetushika. Dhiki imetushika. Na hiyo tu ndio tumesoma ya kwamba ni siku ya Bwana, watu wote wa nchi wafanye nini? Watetemeke. Unaona jinsi ambavyo manabii wanapatiana ujumbe ambao ni pamoja. Na inamaanisha Mungu hawezi kuchanganya watu wake na hawezi kutuacha gizani kamwe. Tukifuata jinsi ambavyo amesema tusome Biblia, basi hatuwezi kupotezwa. Kwa hivyo Yeremia anasema mikono ya watu italegea. Teremka. Utungu kama wa mwanamke wakati wa kuzaa kwake. Sasa hapa ninaamini kuna wanawake wamezaa. Wanaweza kutuambia wakati mtu anazaa inakuanga tamu ama vipi? Umesema sio tamu. Manake ukiwa kwa labor room
kuna nduru zinapigonga fulani. Sasa Mungu anajaribu kuonyesha hiyo siku shujaa hulia. Na ni uchungu kwa mwanamke ambaye anazaa. Ni uchungu mno zaidi. Siku ya Bwana si siku ya kufurahia. Teremka. Niendelea kusema, msitoke kwenda mashambani, wala msitembee njiani, kwa maana upanga wa adui huko, hofu zipo pande zote. Asante. Kwa hivyo point nilikuwa nataka kutoa ni kwamba Mungu amesema ya kwamba hawa ni watu ambao wanatoka kaskazini. Na Joeli anasema anapoangalia wamepanda farasi. Je, ufalme gani huu ambao unatoka kaskazini? Alafu nitamalizia hapo, maanake naona muda wangu umeenda kuisha. Sasa nani ambaye anatoka kaskazini? Na ni kwa nini Mungu aliita ni siku ya Bwana? Msomaji? Naam. Nipe Yeremia 50:17. Yeremia 50. Tukikuja kwa kanisa la Mungu, hivi ndivyo ambavyo tunafunzana na hivi ndivyo watu wanaendelea kuwa na maarifa. Danieli alisema kwamba siku za mwisho watu watakimbia huku na huku na maarifa yataongezeka. Ina maana maarifa haiwezi kuongezeka kwa kusoma fungu moja na kuweka hadithi. Hapana. Kuna hatari ya kuweka hadithi kwa mambo ya Biblia na kusoma fungu moja. Kusoma fungu moja watu watapotea. Na utakuwa umeweka roho wa Mungu hakufanya kazi, na utakuwa unamshuhudia Mungu. Manake ameandika Mwanzo mpaka Ufunuo visomwe. Lakini watu wanakuja na moja alafu wanaweka hadithi. Sasa hizo hadithi ndio zinafurahisha watu. Ukifurahi akili zako zinadua, alafu sasa unazidi kupotea. Sasa nani ambaye anatoka kaskazini? Yeremia 50:17. Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Mungu anasema kwamba Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Simba wamemfukuzia mbali. Sasa sikiza, Mungu anasema kuna simba ambao wamemfukuzia mbali. Hizi simba ni akina nani? Kwanza mfalme wa Ashuru. Mungu anasema kuna mfalme anaitwa mfalme wa nani? Ashuru amemla. Na mwisho Nebukadneza huyo. Nani huyo? Nebukadneza huyo. Washiriki, nani huyo? Nebukadneza huyo amefanya nini? Mfalme wa Babeli amemvunja mifupa yake. Sasa sikiza, Yeremia anatuambia kwamba kuna simba wawili. Simba wa kwanza ni mfalme wa Ashuru na simba wa pili ni mfalme wa Babeli. Sasa nilipokuwa nafundisha tulisema ya kwamba Israeli iligawanyika mara ngapi? 2. Kuna kundi za kaskazini ambayo inaenda Samaria na kuna kundi ya Yuda. Sasa tumekuwa tukiangalia Joeli, Zefania na Yeremia wanaongea kuhusu ufalme wa kusini ambao ni Juda. Kwa hivyo na Yeremia anatuambia kwamba mfalme ambaye aliletwa Juda anafanishwa na simba na anaitwa mfalme wa Babeli ambaye anaitwa Nebukadneza. Je, Nebukadneza amekuja na mafarasi kuhangaisha wana Israeli? Sikiza vitu nimalize. Ezekieli 26:7 tutaendelea pale. Ezekieli 26 soma mstari wake wa 7 ukiteremka. 26:7 anasema, barikiwa. Maana Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitamleta Nebukadneza mfalme wa Babeli, mfalme wa wafalme juu ya Tiro, toka kaskazini. Mfalme wa Babeli huwa anatoka kaskazini, pamoja na farasi na magari ya vita. Kwa hivyo anakuja na nini? Farasi na nini? Na magari ya vita. Na Joeli alipokuwa anaangalia pale kwa Joeli 2:4 alisema anaona nini? Watu wamepanda farasi. Sasa ni nani ambaye Joeli alikuwa anatabiria? Nikiwauliza nyinyi, mwalimu wewe usijibu.
ama inaitwa ufalme wa Babylon. Kwa hivyo siku ya Bwana katika ya kiasili ilianza wakati Nebukadneza alikuja kuteka mji wa Juda ama Yerusalemu. Sasa tunapokuwa tukiendelea na mafundisho haya tutaangalia, je, siku yetu ya Bwana itaanza lini? Manake kama ilianza huko wakati mfalme Nebukadneza alikuja na kuteketeza mji moto, ilitimia huko kwa mifano. Basi kwa wakati wetu ina maana ni lazima tutaangalia na tukio ambayo mfalme wa Babeli amekuja na kuuteka mji. Na mfalme wa Babeli ni mfalme mkali sana. Ni mfalme ambayo hana huruma na watoto, ni mfalme ambayo anafanya watu watetemeke. Ndio maana Joel alisema wenyeji wote wa nchi wa tetemeke, kwa maana siku ya Bwana inakuja. Naomba nimalizie pale. Nani anaweza kuwa na swali hata aulize? Karibu mzee. Nauliza. Mfalme wa Syria amfalme Ashuru. Ashuru. Umeongea juu ya Ashuru. Ashuru ndio Syria. Yes, Assyria. Assyria. Kuna Assyria na kuna Syria. Kwa hivyo Ashuru ni Assyria. Ashuru ni Assyria. He's also from the north. Huyo pia anatoka kaskazini. That's all my question. Thank you. Nani mwingine akona swali? Assyria. Yaani kwa kimombo ni Assyria. Kuna mama pale akona swali. Kile nimewaza ndio nataka sasa unirekebishe. Nimeona hivi, Israeli siku ya Bwana ikifika kwao, jambo la kwanza wanafahamiwa na wafalme wengine. Je, inaweza kuwa nasi Israeli wa leo ndio siku ya Bwana ikikaribia tutafahamiwa na wafalme wengine? Sababu hiyo ni dalili moja tumeona katika fundisho la leo. Wacha tuweke vitu sawa. Siku ya Bwana inaanza wakati watu wa Mungu wanatekwa na mfalme kutoka kaskazini. Kwa hivyo inaanza immediately wakati kanisa la Mungu litakuwa limetekwa na mfalme wa kaskazini. Sasa hiyo jibu itaonekana vizuri wakati tutaingia wakati wetu. Manake mimi nilikuwa naweka msingi wa manabii. Siku ya Bwana yao ilifika lini? Manake utakumbuka tumesoma Yeremia waliitwa katika unabii wakati Josiah alikuwa anatawala. Baada ya Josiah mtoto wake alikuwa anaingia anaitwa Amon. Baada ya Amon Hezekia. Baada ya Hezekia kulikuwa na wale mpaka wafalme watatu wa mwisho mpaka Zedekia. Zedekia ndiye aling'olewa macho. Alafu mji ukateketezwa. Kwa hivyo kabla ya siku hiyo ya Bwana lazima Mungu aite manabii ama atoe nabii ya kwamba siku ya Bwana unakuja. Na katika Agano la Kale siku ya Bwana inaanza wakati watu wa Mungu wamevamiwa na mfalme kutoka kaskazini. Hiyo ndio point nilikuwa natoa. Kwa hivyo kwa wakati wetu tunapoendelea msururu wa mafundisho haya tutaweka sawa. Je, mfalme wa kaskazini atakuja wakati gani? Ama je, yuko? Patie mzee. Swali lingine. Barikiwa. Imetokea wakati na unaelezea hiyo. Hii siku ya Bwana inakujia, unajua kuna two kingdoms. The southern kingdom and the northern kingdom. The southern kingdom ndio Juda. Naam. Northern kingdom Israel. Ama Samaria. Samaria. So hii siku ya Bwana inakujia only the southern kingdom or hapa inakujia mpaka northern kingdom? Kwa sasa hatuna northern na southern but nilikuwa nafunza southern kwa sababu Mungu alisema I'm saying wakati huo ilifanyika kwa wote. Ilifanyika kwa wote. Ya northern ilikuwa kwanza. Manake Yeremia ametuambia simba umemfukuzia mbali.
Kwanza mfalme wa Ashuru. Nitaonyesha ukisoma Wafalme ni wa pili, kuna mfalme alikuwa anaitwa Hoshea. Sasa mfalme Hoshea alipokuwa anatawala, ndio mfalme wa Ashuru alikuwa anaitwa kina Senacheribe. Walikuja wakachukua mateka, na hiyo ndio kikundi Mungu alisema walipotea huko na wakakosa kuamini Mungu wa kweli. Unapata? Sasa hao yao ilitimia. Lakini mimi nilikuwa naisharia Juda, maana yake Juda ndio ilikuwa na masalio. Mungu alikuwa amesema ya kwamba watatapanya wote lakini nitaacha masalio. Sasa ndio maana nimedwell sana na masalio. Maana yake Mungu ako na masalio sahihi. Amen. Mungu ako na masalio. Kwa hivyo hii ya Juda ndio sikuwa ninaizingatia sana. Lakini ni vizuri kuelewa yote. Ni vizuri kuelewa yote. Nashukuru. Barikiwa. So kama hakuna swali, naona muda wangu umeisha, nisikule muda. Wacha tuombe kisha tuingie programu nyingine. Tuombe. Asante Baba wetu wa mbinguni kwa umetujalia afya, na hata katika upendo wako umetufahamisha mambo ambayo yalitendeka na mambo ambayo yatakayotendeka. Na kwa hakika tuna ushahidi wa kwamba Biblia ni nuru na Biblia ndiyo kitabu cha kweli, kwa sababu vyote ambavyo vimeandikwa pale ni vya kweli na vimetimia. Asante kwa kutuleta katika makapi hii ili makusudi tuweze kutengeneza tabia zetu, tuweze kupata uso wako na uso wako uweze kutung'aria, ili mwovu shetani anapojaribu kupatana na sisi anaweza kutoroka. Tusaidie kwa wanyenyekevu na wapole kama wewe Kristo. Tusaidie tuweze kuwa na tabia zako, na tunaposoma unabii huu ili Kristo aweze kuangaza ndani ya mioyo yetu. Wale ambao bado hawajafika, wasaidie Kristo tuweze kushiriki baraka hii kwa pamoja. Wote ambao wanafuatilia, wote ambao wanasikiza, leta ushawishi ndani ya mioyo yao ili waweze kufanya uamuzi kwa upande wako. Manake utafika mahali mlango ufungwe na watu watalia na kusaga meno, na haungependa mwanadamu wote aweze kupotea, bali wote tuweze kufikiria toba. Basi ujumbe huu uweze kuongoa watu wote duniani hii, na yote ambayo watumishi watazidi kufunza yaweze kuwa manufaa kwetu. Neema machache tumeomba kwa imani kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Mbarikiwe.